وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insha Allah tunaendelea pale tulipoishia katika risala yetu hii ya al-usul thalatha, misingi mitatu, na tuliyosoma katika durusi zilizotangulia kupita hapo nyuma. Tulikuwa tunasoma orodha ya mambo manne ambayo ni wajibu kwa mwanadamu kuyafahamu mambo hayo. Kusoma jambo la kwanza ni al-ilmu, inatakikana mtu awe na ilmu, na tukaifafanua ilmu yenyewe iliyokusudiwa ni elimu gani. Ni elimu ya kisheria, ambapo ni elimu ya kumfahamu Allah tabaraka wa taala, pia ni elimu ya kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ni elimu ya kuifahamu dini ya Kiislamu bil adillati shar'iyya, kwa dalili zake za kisheria. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Ama jambo la pili tulilolisoma ni al-amalu bihi, kuifanyia kazi hiyo ilmu ambayo mtu atakayokuwa ameisoma au ameipata. Al-amalu bihi, kuifanyia kazi hiyo ilmu. Hili lilikuwa ni jambo la pili, na ndipo mahala hapa tuliposimama katika darasa yetu. Amma mas'alatu thalitha, ama jambo la tatu katika mambo ambayo ni wajibu kwa mwanadamu kuyafahamu na kuyafanyia kazi ni ad-da'watu ilayhi, ni kuilingania ile ilmu ambayo yeye kiada ameshaisoma na akawa anaifanyia kazi. Inatakikana alinganie, kuwalingania watu na kuwaita watu katika kile kitu ambacho yeye tayari ameshakifahamu. Bimaana inatakikana mwanadamu Muislamu baada ya kuwa tayari ameshaifahamu ilmu ya kisheria na wakati huo huo ameshakuwa ni mwenye kuifanyia kazi, inabidi awe ni balozi mzuri sana wa kuwafikishia watu wengine kile kitu ambacho yeye tayari ameshakifahamu. Ad-da'watu ilayhi, hii pia vile vile imekuja kuthibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika moja ya kauli zake inayopatikana katika suratu an-Nahl. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana. Baada ya kuwa tayari umeshakuwa ni mwenye kufahamu na baada ya kuwa umeshakuwa unawafanyia kazi yale unayoyafahamu katika dini ya kisheria, basi walinganie watu. Ud'u ila sabili rabbik, waite watu waelekee katika njia ya Mola wako mlezi. Bilhikma, waite watu kwa kutumia hikma. Walmaw'izatu alhasana, na mau'idha ambayo ni mazuri, na mau'idha ambayo yatakayowalainisha wale watu ambao utakaokuwa unawalingania kuelekea katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Lidhalika, katika mambo ambayo inatakikana mtu ayazingatie kwenye ule usomaji wake, inabidi afikishe kile ambacho alichokuwa amekisoma, hata kama ulichokisoma kikawa ni kichache, hata kama ulichokisoma kikawa ni kidogo, hicho hicho kifikishe kwa watu wengine ambao wana haja nacho kile kitu ambacho wewe unachokifahamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika moja ya mazungumzo yake, anasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu mimi hata kama ni aya moja ambayo wewe umeipata katika kukaa kwako katika darsa. Umeipata aya moja, aya hiyo moja ukaipatia faida
na ukawa ni mwenye kuifanyia kazi aya hiyo moja, basi aya hiyo hiyo moja kuwa ni balozi mzuri wa kuifikisha kwa watu wengine ambao hawana ujuzi nayo hiyo aya. Kwa hiyo ad-da'watu ilayhi, kufanya ulinganizi katika hiyo ilmu ambayo wewe tayari umeshaifahamu na kupewa na Allah tabaraka wa taala, ni katika mambo ambayo inatakikana kwa mwanadamu kuyajua. Na siku zote katika mambo mazuri na mambo ya kheri ambayo mtu atahesabiki kwamba amempendelea ndugu yake, mambo hayo ya kheri ni kumfikishia ilmu na kumfikishia ufahamu kwa kitu ambacho yeye alikuwa hakifahamu. Umemuona ndugu yako Muislamu kafanya kitendo fulani ambapo kitendo hicho unafahamu kabisa ni kitendo ambacho ni cha kimakosa, na unajua huenda ndugu yangu yule kile kitendo anachokifanya ni cha kimakosa, yeye hafahamu kama ni makosa, basi tumia ufahamu wako uliokuwa nao kumfikishia ndugu yako Muislamu. Tumia ilmu ambayo umejaliwa na Allah tabaraka wa taala, tumia ilmu ambayo umeruzukiwa kama ni kipawa kwako wewe, yani zawadi kwako wewe kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, kuwafikishia watu wengine ambao hawana hiyo ilmu. Kosa dogo ambalo ndugu yako mwenzako atalifanya, ukaenda kumuokoa ndugu yako Muislamu kwa kumwelekeza kwamba hili ni kosa, akaacha kulifanya lile jambo, basi wewe malipo yako ni makubwa zaidi. Bali imethibiti pia vile vile katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema la an yahdi Allahu bika rajulan wahida, laiti kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ikitokea akamuongoza mtu mmoja tu kwa kupitia wewe. Sote tunafahamu kwamba hakuna mtu mwenye uwezo wa kumuongoza mtu na kumuongoa mtu akatoka katika uovu kuingia katika wema, hakuna mwenye uwezo, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ana uwezo wa kumuongoa mtu. Lidhalika, ikiwa kama wewe ni sababu ya mtu fulani kuongoka na kutoka katika uovu akaingia katika wema, akaanza kushikamana na ibada, akaanza kushikamana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akayafahamu yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha, na akawa yupo tayari kuyafuata yale yote, na akaachana na makatazo yote ya Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake kwa kupitia wewe, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairul laka min humurin naami, swala hili na jambo hili ni bora zaidi kwako wewe kuliko kitu chenye thamani kubwa sana hapa duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia kipindi kile kitu chenye thamani ilikuwa ni ngamia mwekundu. Kwa hiyo alizungumza khairul laka min humurin naami, ni bora kwako wewe kuliko kumiliki ngamia mwekundu, yani ngamia mwenye thamani kwa kipindi kile. Hivi sasa tunaona vitu vyenye thamani katika mambo ya usafiri ni haya magari ya hali ya juu, magari ambayo ni mazuri, tunaona ni magari ambayo yana thamani. Kwa hiyo Allah sallallahu alaihi wasallam anasema Allah akimuongoza mtu mmoja kwa kupitia wewe, basi hili swala na hili jambo ni bora zaidi kwako wewe kuliko kumiliki vitu vyenye thamani ya hali ya juu hapa duniani. Lidhalika, tuwe ni mabalozi wazuri, na hichi ambacho tulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dhimma. Huwezi ukawa na ilmu halafu ukaamua tu mimi kitu hichi na ujuzi nacho, lakini ngoja nikae nacho hivi hivi, ngoja ni baki nacho ikiwa kama ni faida kwangu mimi. La, elimu yoyote uliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala inatakikana uwe ni balozi mzuri wa kuifikisha hiyo ilmu kwa watu wengine. Hata kama wewe utakuwa unajiona wewe sio shekhe, hata kama utakuwa unajiona kwamba sio katika watu ambao inafaa kufikisha, kwa sababu kuna hali fulani ambayo mtu anaweza kaa imekufikia au kukupitia, unaona kuna kosa sehemu fulani, lakini ukijiangalia jinsi ulivyo, haujavaa kanzu, haujavaa kofia, hauna alama yoyote ile kuashiria kwamba wewe ni shekhe, na ukawa na wasiwasi kwamba pale nikifika nikatoa dawa nikawalingania watu kwamba kile kitu anachokifanya sio sahihi, nitaonekana kana kwamba ni mtu ambaye ni waajabu. La, dawa inafanyika sehemu yoyote, dawa inafanyika mahala popote, dawa inafanyika katika hali yoyote, muda wowote itakayokuwa imekuwajibikia wewe kufikisha dawa kwa watu fulani, basi tumia nafasi na fursa ya Uislamu wako na uwajibu kwa Muislamu. Sisi tunafahamu kwamba ni kufikisha dawa wakati wowote na katika hali yoyote, basi fikisha dawa hiyo kwa watu ambao inastahiki kwa wao kufikishiwa dawa. Lidhalika,
ad-da'watu ilayhi ndiyo kitu cha tatu katika vitu vya lazima mtu kuvifahamu na kuvifanyia kazi. Amma al-mas'alatu ar-rabi'a, ama jambo la nne na mas'ala ya nne katika mambo ambayo ni wajib kwa mwanadamu kuyajua ni as-sabru ala al-adha fihi, ni mtu kuwa na subra kutokamana na maudhi mbalimbali ambayo yatakayokukuta na kukukumba wewe katika hiyo da'wa yako utakayokuwa unaifanya. Umeona kuna kosa fulani sehemu fulani, ukaamua utumie ilmu uliyokuwa nayo kufikisha da'wa na ulinganizi kwa watu wale ambao utakaokuwa umewafikishia. Watu wanaopokezi tofauti tofauti, unaweza kumfikishia mtu akalipokea kwa hali ambayo ni nzuri, kwa hali ya bashasha, kwa hali ambayo wewe mwenyewe uliofikisha ukatamani wakati mwingine urudi tena kumfikishia yule mtu. Lakini kuna watu wengine katika sisi wenyewe Waislamu, utakuwa unamfikishia kitu fulani katika mambo ambayo yana faida kwake yeye, lakini akakuchukulia kana kwamba wewe ni mtu ambaye ni wa mwisho kabisa katika dunia hii, au kuchukulia kwamba wewe ni mtu ambaye ni dhalili na ni mtu ambaye ni dhaifu. Sababu ni kwamba umemfikishia dawa, lakini wakati unamfikishia dawa hujavaa kanzu, wakati unamfikishia dawa hujavaa kofia, wakati unamfikishia dawa huna alama yoyote ile ya kuonesha kwamba wewe ni Muislamu, lakini ukamfikisha dawa ambayo ina faida kwake yeye, akuchukulia kwamba huyu mtu hafai kunifikishia mimi dawa. Na kuna baadhi ya wakati mwingine unaweza kumfikishia dawa na ulinganizi mtu fulani, ukamfikishia kitu fulani mtu fulani, akakuchukulia kwamba wewe ni mtu ambaye ni dhaifu, kiasi ambacho hujawahi hata siku moja kusimama mbele ya msikiti ukaswalisha, hujawahi hata siku moja kusimama mbele ya watu ukazungumza masala kadha wa kadha yanayohusiana na dini ya Kiislamu. Kwa yeye kuchukulia wewe upo katika hali hiyo, akaona kana kwamba wewe ni mtu ambaye umeamua kumdhalilisha na kumfedhehesha mbele za watu, akakuchukulia hatua ambayo ni kali, akakuchukulia hatua ambayo ni mbaya. Wewe mwenyewe ukawa unajuta, kwa nini mimi nimefanya da'wa? Kwa nini mimi nimemlingania mtu fulani kuifanya kitu fulani cha kheri? Yote haya yanatokea pale ambapo mtu atakapokuwa anafikisha da'wa. Lidhalika, hali kama hizi zitakapokuwa zinakutokea wewe Muislamu wakati wa ufikishaji wa da'wa yako, basi subra ndiyo kitu pekee katika jambo hilo. Subra ndiyo kitu ambacho kinahitajika kwako wewe kwa wakati huo, kwa sababu dharau ni nyingi sana, hasa kwa watu ambao wamesoma dini. Tunadharaulika sana, na haya masala na hili jambo ni jambo ambalo halifichikani kiuhalisia. Tunaona hata kwa walimu wa madrasa jinsi ambavyo wanavyodharaulika, lakini pia tunaona hata kwa wazazi ambao wana watoto wao wanaosoma katika madrasa, tunaona jinsi ambavyo wanavyodharau elimu ya madrasa, kiasi ambacho mzazi yuko tayari amchukulie fomu mwanafunzi ya kuingia darasani madrasa, na baada ya kuwa amemchukulia ile fomu mwanafunzi ya kuingia madrasa akawa hamfuatilii maendeleo yake, akamwacha ameenda madrasa. Kaingia madrasa mwanafunzi yule hana kitabu, kaingia madrasa mwanafunzi yule hana daftari, kaingia madrasa mwanafunzi yule hana msahafu, hana juzuu ya kusomea. Nguo zake anazoingia nazo madrasa ni nguo ambazo zimechakaa. Haya yote tunaona kwamba ni baadhi ya mambo ambayo yanaingia katika nyoyo za wazazi kuidharau elimu ya madrasa na kuona kwamba elimu ya madrasa ni elimu ambayo ni ya ziada, tofauti na elimu ya skuli na tofauti na elimu hii ya kawaida. Mzazi yupo tayari katika elimu ya kawaida alipie 100,000, 200,000 na ziada ya 100,000 na 200,000, lakini katika elimu za madrasa mzazi kulipia shilingi 5,000 anaona kana kwamba ni jambo la kiufakiri na ni jambo ambalo yeye atapata hasara endapo yeye atatoa shilingi 5,000 yake kwa ajili ya kumpatia mwalimu wa madrasa, kwa ajili ya kumpatia mwalimu ambaye anamfundisha mtoto wake.
Mzazi kutoa shilingi 1000 kwa ajili ya kwenda kumnunulia mtoto wake mwenyewe kitabu kwa ajili ya yeye kuwa ni mwenye kusoma ilmu ya madrasa, mzazi anaona ni tabu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukae tukifahamu katika ufikishaji wetu wa da'wa na kuwalingania watu fulani kuingia katika njia ambayo ni sahihi, njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia na kuipenda, kuna vikwazo vingi sana. Lidhalika, pamoja na vikwazo vyote ambavyo utakavyokuwa unakumbana navyo wewe mwanadamu Muislamu ad-da'iya, basi kuwa ni mtu mwenye subra, subiri, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaleta khairi, na fanya subra. Huenda katika ile da'wa yako ikatokea hata mtu mmoja akaongoka kupitia wewe. Mnaonaje leo hii endapo mtu atakuwa ameahidiwa kwamba ukimleta mtu fulani kuja kununua bidhaa yetu, basi wewe utapata ofa ya kitu fulani utachukua bure, na kitu fulani utachukua bure, na kitu fulani utachukua bure. Ofa hii ndugu zangu katika imani, nani ambaye anaweza akaikimbia? Hakuna. Watu wote tunapenda kupata ofa na fursa na bonus. Watu wote tunapenda kupata vitu ambavyo ni vya bure bure. Lidhalika, unapoahidiwa sehemu fulani, endapo utampeleka mteja mmoja akanunua kitu fulani chenye thamani ya shilingi 10,000, basi wewe utapata zawadi ya kupewa vitu ambavyo vina thamani ya shilingi 5,000. Basi watu mitaani utakuta wanahangaika huku na kule kwa ajili ya kutafuta tu mteja mmoja ampeleke sehemu fulani ili yeye aweze kupata ile ofa. Kadhalika hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba yoyote ambaye atakayekuwa ni mwenye kuulingania, ikatokea mtu mmoja kwa kupitia ulinganizi wake akawa ni mwenye kuongoka, akafuata njia ambayo ni ya sawa sawa, akafuata njia ambayo ni sahihi kwake yeye, basi mtu huyu atapata ofa ya vitu vya thamani ya hali ya juu hapa duniani. Yeye siku ya kiyama atakuja kukutana nacho kitu hicho ni chenye thawabu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, endapo utamlingania mtu fulani katika jambo la kheri, na mtu yule akawa yuko tayari kufuata kile kitu cha kheri na akakifanya kile kitu cha kheri ambacho wewe ulichomlingania, na sababu ya kufanya kitu kile ni wewe ndio ambao ulipelekea mtu yule akafanya kile kitu, basi ukae ukifahamu kwamba malipo atakayoyapata mtu yule katika kile kitu atakachokifanya, malipo mfano wa yale yale aliyopata mtu yule, na wewe utapata mfano wa malipo yale. Lidhalika, tunaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi Waislamu tunaosoma ilmu ya dini ya kisheria kuifikisha hii ilmu kwa watu ambao wanaofaa kuwafikishia ilmu hii ya dini ya kisheria. Tunasoma sisi elimu hii, lengo na madhumuni tuondoshe ujinga sisi tuliokuwa nao kwanza kabisa, lakini baada ya kuwa tumeondosha ujinga tuliokuwa nao, tuwaondoshee ujinga watu waliotuzunguka, familia zetu na watu wa karibu yetu, tuwaondoshee ujinga. Kuna mambo mbalimbali ambayo wewe utakuwa unayafahamu, usikae kimya na wala usinyamaze. Kwa wale mambo ya kisheria na mambo ya dini ya Kiislamu utakayokuwa unayafahamu, yafikishe kwa watu ambao wanafaa kufikishiwa kwa wakati huo. Inshallah, kwa leo tuishie hapa, tutaendelea kesho kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala kusoma dalili ya masala hayo tuliyosoma za kisheria katika kauli ya Allah na kauli ya wanazuoni, lakini pia na kauli ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu wasallam wa barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.